na nilitaka nijue nikienda pale kwenye makaburi, tulikuwa watu wawili tumekwenda kuzuru kwa nidhamu zote za kuzuru makaburi, tukafika tufanye nini? Sisi mara nyingi huenda niseme tunavyofanya, tukifika pale tunasoma surati Yasini nzima, tukimaliza tunawaombea wale wafu kwa dua zetu tulizofundishwa, tunamaliza tunaondoka. Je, tunakuwa tuko sahihi au kuna kitu kinatakiwa kifanyike zaidi hapo? Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alizuia hatua za mwanzo kabisa watu kuzuru makaburi, lakini baadaye akaruhusu na akaelezea kwamba kuzuru makaburi kunatakikana kwamba unachokipata katika kuzuru makaburi, katika vitu muhimu unavyovipata ni kukumbuka akhera, ili wewe ujiandae nayo. Kwa hiyo unapokwenda katika kuzuru makaburi, hudhurisha hili la kukumbuka kwamba haya leo hii nazuru makaburi na wazuru waliotangulia makaburini, lakini kesho na kesho kutwa mimi ndiyo nitakayekuwa hapa. Kwa hiyo inanipasa mimi kujiandaa kwa ajili ya kuingia katika maisha haya barzakh ambayo kila mmoja wetu atayapitia. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza. Kwa hiyo kwanza kabisa ni kusudio la kwenda kuzuru ni kutekeleza sunna hii, lakini sunna hii ikiwa na lengo la kukukumbusha wewe akhira. Jambo lingine ambalo unatakikana unapokwenda katika kuzuru makaburi, unapofika ni kuwatolea salamu, hawa waliopo katika makaburi. Hili ni jambo ambalo linalotakikana watolee salamu, na vile vile katika kuwatolea salamu wakumbuke kwamba wao wametangulia, lakini na wewe ni katika wanaofuatia. Hilo ni jambo lingine, kuwatolea salamu. Jambo lingine ni kuhakikisha kwamba ujitahidi kadiri unavyoweza kuyaheshimu makaburi. Ukumbuke kwamba haya makaburi yanapasa, hao waliomo makaburi wanapasa kuheshimiwa kama ambavyo wangeheshimiwa katika maeneo waliokuwa wakiishi. Hivyo wanatakana kuheshimiwa katika maeneo haya. Jitahidi kukwepa kukanyaga maeneo ya makaburi haya. Jitahidi kukwepa kuyakalia makaburi haya na vitu vya namna kama hiyo. Jambo lingine linalotakikana ni kuwaombea dua. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awasamehe makosa yao. Hivi ni katika vitu ambavyo vya msingi vinavyotakikana kuvihudhurisha wakati wa kuzuru makaburi. Ama suala sasa la kuweka utaratibu wa kufanya mambo fulani, kusoma Qur'ani, kusoma tahlili, kufanya vitu vya namna kama hivi, haya ni mambo ambayo kwamba tuyaweke pembeni, kwa sababu hatuna kigezo. Hakuna kigezo kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alipokuwa anakwenda katika makaburi basi alikuwa akisoma Qur'ani au akileta azkari fulani. Haya ambayo kwamba aliyokuwa akielekeza na kuyafundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi tuyafanye ili tuweze kupata fadhila hizo za kuzuru makaburi.